Gazeti yanatufikia hivi leo. Tukianza na gazeti la Zanzibar Leo, lenyewe lina habari kubwa inayosema wasimamizi uchaguzi watahadharishwa, watakiwa kuweka kando uswaiba na wanasiasa. Wasimamizi na wasaidizi wasimamizi wa uchaguzi mkuu wa marejeo unaotarajiwa kufanyika Machi 20 mwaka huu wametakiwa kutokuwa na uswahiba na wanasiasa ili kuepuka kuharibu uchaguzi huo. Habari nyingine, JPM haitaka Toto kuharakisha ujenzi bomba la mafuta. Serikali ya laani utiaji moto Pemba. Kificho, waandishi zingatieni maslahi ya taifa. Gazeti la Habari Leo, watuhumiwa 50 wizi wa magari wanaswa, pia yamo magari 24 yaliyoibwa kwa watu mbalimbali, usafirishwa hadi Mwanza, Geita, Shinyanga kufichwa. Habari nyingine inasema vigogo 3 kampuni hodhi ya reli kizimbani. Wengi wampongeza Magufuli uteuzi wa MRC. Na tukiangalia gazeti la Uhuru, serikali ya Charuka ya watimua wahamiaji waliovamia ranchi ya Misenyi, ni wale wanaotoka Uganda, Rwanda na Burundi, yaagiza ifanyike sensa ya kuwabaini na kuwarudisha kwao. Watendaji wenye viti wa vijiji wapewa onyo kali. Vigogo Rahko kortini da. Yumo mkurugenzi mkuu, mwanasheria wakosa dhamana warudishwa rumande. Vinara 50 wa wizi wa magari wanaswa da. Dawasco yaipiga faini CBE milioni 100. Watakaoshindwa kutoa taarifa kwa wakati watimuliwe. Na habari nyingine inasema Dr. Mwakembe awatoa hofu wawekezaji wa India. Gazeti la Jambo Leo, Magufuli awapunguzia ulinzi maraisi wastaafu. Na habari nyingine inasema uteuzi wakuu wa mikoa gumzo, na milioni 900 zatumika kukabili kipindupindu. Rais Kagame atangaza kumwiga Magufuli. Gazeti la Majira, uteuzi wakuu wa mikoa CUF ya ponda, yadai wengi makada, lengo ni CCM kujipanga 2020. Toto Africa kujenga bomba la mafuta. Na habari nyingine inasema ajali yaua wawili da. Malawi yateketeza tani 2.6 meno ya tembo kutoka Tanzania. Gazeti la Mtanzania, siri ya Maalim Seif kuishi hotelini da. Na habari nyingine inasema mnyukano kesi ya Wenje Kafulila, na kamati ya bunge ya ibana TANESCO gharama za IPTL. Noa kivutio kwa wezi wa magari. Dadapoa na wateja wao 500 mbaroni Dar es Salaam. Gazeti la Raia Tanzania, afya ya Maalim yazua hofu da. Madaktari Hindu Mandal wabaini matatizo zaidi. TANESCO kuachana na Agreco, yabainika TANESCO huilipa IPTL shilingi milioni 189 kwa siku, Songas shilingi milioni 437. Malipo kuendelea hadi mkataba utakapokwisha mwaka 2022 wa Agreco Machi 31. Habari nyingine inasema serikali kubanwa kuhamia Dodoma, na mkurugenzi Rahko kizimbani, ZEC ya hofia hujuma Zanzibar. Gazeti la Nipashe, waziri wa Magufuli asema tatizo la serikali iliyopita lilikuwa ni mkuu wa kaya. Aeleza tofauti ya serikali ya awamu ya 5 na ile ya 4 ni kasi ambayo inatokana na kiongozi mkuu wa nchi. Adai wakati wa JK walilegalega kusimamia mambo. Habari nyingine, katibu mpya Chadema nilibuni kauli mbiu mabadiliko Lowassa. Habari nyingine, CUF yadai wanachama wake wameanza kukimbilia msituni. Kagame nitabana matumizi kama tingatinga la Tanzania. Mwanafunzi auawa kwa wembe Mtwara, ni habari inayopatikana ukurasa wa 29 gazeti la Nipashe. Mwanza walipuka kesi ya Wenje. Na katika gazeti la Tanzania Daima ni mwendo wa kijeshi. Magufuli aongoza kuteua wanajeshi. Kasaka Mtatiro waeleza athari. Habari nyingine inasema Zanzibar kulala saa 2 usiku. Kuna nukuu hapa, tunaweka amri hii ya kutotoka nje kuanzia saa 2 usiku kwa sababu kuna watu tunataka kuwashughulikia ambao hawaitakii mema nchi yetu. Sasa ukikamatwa unazurura. Mwisho wa nukuu. Polisi yatumia nguvu kesi ya Ezekia Wenje. Na tukiangalia gazeti la Jamhuri lenyewe lina habari kubwa, anasema TBL
maji shingoni. TRA yaanzisha uchunguzi mkali wanavyokwepa kodi. Vitisho vya gonga mwamba, wakimbilia mahakamani. Wafanyakazi wadai mikataba. Uhamiaji wavamia ofisi. Utafiti wa Action Aid waanika wanavyokwepa kodi Afrika. Habari nyingine kubwa katika gazeti la Jamhuri inasema kashfa mpya bandari. Mameneja watumia kampuni zao kuvuna mamilioni. Mfanyakazi amiliki kampuni inayotoa huduma 85%. Gazeti la Daily News kwa upande wake lina habari kubwa inayosema bomba la mafuta Uganda Tanga kutekelezwa hivi karibuni. Habari nyingine, waziri mkuu avitaka viwanda vya sukari kuzalisha zaidi, na bosi wa zamani wa Rahco na wengine wawili watuhumiwa kwa upotevu wa bilioni 1. 50 washikiliwa Dar kwa wizi wa magari. Gazeti la The Guardian, deni la Tanzania la zidi dola bilioni 19. Deni hilo kwa sasa kwa mwananchi mmoja likigawanywa kwa wananchi ni kwamba mwananchi mmoja anatakiwa kulipa zaidi ya shilingi 900,000. Maafisa wa reli mahakamani dhidi ya tuhuma za rushwa zaidi ya dola 500,000. Dr. Magufuli ataka kuharakisha ujenzi wa bomba la mafuta Uganda. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na The Guardian ambayo ina habari kubwa inayosema promotion ya mchezo wa rugby ya siku 5 yazinduliwa Dar, na timu za mchezo wa hockey zaenda Windhoek. Kuna habari pia inazungumzia waogeleaji wajipanga kushiriki mchuano wa kimataifa wa mchezo huo Dubai, huku wakiwa hawana fedha. Gazeti la Daily News, maajabu ya Mayanja katika nafasi ya juu ni katika mbio za EPL. Timu za mchezo wa hockey under 16 zipo tayari kwa mchuano wa Challenge Namibia. Ligi ya volleyball yaingiza timu mpya, na mashule yaanza kujifunza mchezo wa rugby. Gazeti la Jamhuri katika ukurasa wa michezo, malinzi na mtazamo wa soka la Tanzania. Gazeti la Tanzania Daima habari yake kubwa inasema kocha APR aapa kufia uwanja wa Taifa Dar, asema wanataka mabao zaidi ya 1. Yanga kuanza kujifua rasmi leo uwanja wa Taifa. Kocha Prisons alia joto la Dar, na Azam akili zote kwa Stand United. Gazeti la Nipashe, shangwe Simba za hamia Tanga. Baada ya kulipa kisasi kwa Prisons, timu hiyo ya Msimbazi inajipanga kuwakabili wababe wa Yanga na Azam FC. Yanga APR watamu. Na tukiangalia gazeti la Raia Tanzania, Yanga mazoezini, APR kutua kesho kutwa. Samata azidi kung'ara, kocha Simba akubali ukuta wa Prisons. Mhandisi ujenzi Kaitaba aingia mitini. Gazeti la Mtanzania, kiungo Yanga adakwa na maofisa uhamiaji. Habari nyingine inasema Mayanja, sasa tunacheza dakika zote bila kuchoka. Hall, Simba Yanga zinanipa changamoto. African Sports yaizamisha Mbeya City. Tukiangalia gazeti la Majira, Mayanja, mchezo wetu na Prisons ulikuwa mgumu. TFF yampa heshima Tenga. Gazeti la Jambo Leo, Samata aamsha wazungu Ubelgiji. Yanga Sports Club yaisakia dawa APR. Mayanja aivulia kofia Prisons. Tukiangalia gazeti la Uhuru, Mayanja ayota Prisons. Venga azomewa Arsenal. Gazeti la Habari Leo, Yanga kamili kambini, Mayanja akuno na kikosi chake. Kocha Majimaji afurahia ushindi wa timu yake. Mabingwa Mazembe waanza kwa sare. Tukiangalia gazeti la Zanzibar Leo, Kiza au paneno uongozi Simba. 6 bora daraja la kwanza Taifa March 26. Agrey aiongezea nguvu Azam. Wawi Stars ya nusa ligi kuu Zanzibar. Tukimaliza na gazeti la michezo la Bingwa, lenyewe lina habari kubwa inasema dakika 630 za ubingwa Simba. Pluim ampa mtihani mzito Manji, asema akiuweza huo Al Ahil wamekwisha. Gazeti hilo la Bingwa katika ukurasa wake wa nyuma, mabondia mashabiki Arsenal wazitwanga Emirates baada ya kulala FA Cup. Ligi ya mabingwa Ulaya ni vita Atletico Madrid vs PSV, Barca na Arsenal.